tukikupa kijiti, chagua kundi ambalo walipangiwa Yanga, ulipe jina la movie au jina la mnyama. Hichi kundi ambalo walipangiwa Yanga ungelipa jina gani kwenye movie pamoja na mnyama? Simba jike. Kwanza movie ita Mission Impossible. Mambo vipi Binyo? Mambo ni safi na salama, japokuwa sio salama, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi tu hai, ndio jambo la msingi. Kauli ya vibonde kwanza itoke kwa mashabiki wote, kwa sababu mpaka mtu anafanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi, jua huyo sio kibonde, huyo ni mwamba. Tumeona timu kibao zimeweza kutoka na ni timu kubwa tu zimeweza kutolewa. Lakini pia ukiachana na hivyo, kuna timu kama Azam na Singida. Ukiangalia timu zetu zote kwa mara ya kwanza zinaingia zote group stage zote 4 kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wetu. Lakini pia Azam wameweka historia kwa mara ya kwanza akiwa chini ya Ibenge, lakini sio chini ya Ibenge tu, kwa ujumla kwa mara ya kwanza ndio wanaingia group stage. So unaweza ukaona ukubwa wa Azam the way wanavyowekeza, lakini ndo ameingiwa na furaha, na ndo mara ya kwanza Ibenge anawachukua, anawaambia bwana group stage liko hivi. So unaweza ukaa mkubwa, unaweza ukawa na kikosi kipana, lakini still ukakutana na mtu ambaye anajua mpira jinsi gani ya ucheze wa technique, na akaweza kukutoa na akaingia. So it means that yeye ni mbabe zaidi yako. So kwa kuangalia, usiseme kwamba sisi Yanga tumewekewa wakubwa si na nini, alafu Simba amewekewa vibonde. Hamna timu kibonde kwenye klabu bingwa, na hata huko shirikisho pia hamna timu kibonde. Kwa hiyo swala la kusema kibonde, huo ni uongo kwa upande wangu mimi. Hamna timu kibonde ambayo inaweza kuingia katika group stage. Timu ambazo hazina uwezo wa kuingia group stage zilishatolewa, lakini ukishamuona mtu mpaka anafanikiwa anaingia group stage, jue huyo kaingia hapo, hatakubali kuishia hapo. Atataka endelee na safari yake mbele. So hatakubali kuwa timu ambayo ndio watu wa kujichukulia points. Hamna timu inayokubali kitu kama hicho. Au kuna timu ambayo inakubali kitu kama hicho? Hakuna timu ambayo inakubali kitu kama hicho. So kila timu malengo yake kwamba naingia group stage ili niendelee kufika mbali, sio niishie pale pale. Tukiangalia kwenye kombe la shirikisho, Azam pamoja na Singida Big Star, kwa unavyoona wewe kwa ndani ya kocha Ibenge pamoja na Gamondi, wana uwezo wa kuandika historia kama ilivyoandikwa kwa Simba na Yanga zote kufika finali, au unaona ni kuishia hatua hizi tu za hivi karibuni? Kama wameweza kufanikiwa kuandika historia ya katika, kwa sababu Miguel Gamondi pia naendo for the first time anaipeleka Singida group stage. Makocha wote walioenda pale Singida wameshindwa kufanya hivyo, lakini Miguel Gamondi kaweza kufanya hivyo. Lakini pia ukimwangalia Ibenge ni kocha ambaye ana historia nzuri sana na haya mashindano. Yaani kwenye ligi unaweza ukamletea ubabaifu, lakini kisha kuwa huko na kwa very serious. That's why anakuwa anacheza kwa technique sana. Kwa upande wangu mimi ninavyoona kwa timu zote mbili, sidhani kama zitaishia group stage. Na hizi zitafika mbali sana. Na watu nadhani wanaweza wakawa wanazichukulia poa sana hizi timu mbili, na wanaweza wakazipa macho sana timu ambazo zipo klabu bingwa, afu huku wanaweza wasizipe macho makubwa sana. Lakini kwa upande wangu mimi, ukiniambia nitizame, mimi nitatizama game zote. Azam wakiwa wanacheza nitatizama, Singida wakiwa wanacheza nitatizama. Hata nilivyokuwa nikifuatilia, that's why Singida watu hawakutegemea, walivyoona katoa sare kule, walidhani akija huku kama kaida yake atatolewa, lakini at the end of the day, mwisho wa siku, lakini kafanya kapita. Azam Sports Club kashinda ugenini, kashinda na nyumbani, kamtwanga mtu goli nyingi sana, sio umeelewa? Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naziona pia zikifika mbali, naziona sana zikifika mbali. Tutegemee medali au kombe? Kwa kutabiri hivyo bado mapema sana, lakini naziona zikivuka group stage na zinaweza zikafika huko. Twende kwa Yanga ambacho kikosi alichopangiwa. Kwa upande wako unaona timu ipi ambayo itakuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa Yanga? Hamna timu kikwazo kwa Yanga kama wataamua kwenda kwa mfumo wa technique. Unajua katika group stage unatakiwa ucheze kimipango zaidi.
Mipango yenyewe ambayo naweza nikakukumbushia, katika kila timu huwa inacheza kimipango, ambayo mipango hiyo unatakiwa kwanza ukware au uchukue pointi 9 zote nyumbani. Usikubali kutoa sare hata moja. Hilo jambo la kwanza. Ukiweza kufanikiwa kuchukua pointi 9 zote nyumbani, ukaweza kuchukua pointi 3 mbele ya Al Ahly, ukaweza kuchukua pointi 3 mbele ya FAR Rabat, ukaweza kuchukua pointi 3 mbele ya JS Kabylie. Kwa hiyo hapo wewe unachotakiwa ili kujihakikishia kwenda hatua inayofuata ni kuweza kuitafuta sare tu. So wewe unaangalia mtu gani ambaye unamuweza katika hao watatu ambao unao uwezo wa kutoa naye sare kwake, unaenda kuitafuta sare. Ukiweza kufanikiwa hivyo, safari ni nzuri kabisa, njia inakuwa ni nyeupe sana kwako. So jambo la msingi kwanza, unatakiwa nguvu kubwa itumiwe kwa kuweka zaidi kwenye ukiwa nyumbani. Ukiwa nyumbani ukiweza kuchukua pointi zako 9 ukazikusanya, ukaenda ugenini ukapata pointi yako moja, zikawa 10, tayari safari inakuwa kwa upande wako nyeupe. Yaani group stage unatakiwa ucheze kwa technique ya hali ya juu. Tofauti na hatua zinazofuata. Hatua zinazofuata na kupiga nyingi nyumbani, nikija kwako na paki basi langu tayari ishapita. Simeelewa? So kwenye upande wa group stage natakiwa nikusanye pia pointi 9 nyumbani. Then nikija kwako nadai sare yangu, nikidai sare yangu nishapita. That's the big technique ambayo inahitajika itumike kwa upande wa Yanga. So mimi pale sioni kwamba Ahly mkubwa, FAR Rabat mkubwa, JS Kabylie mkubwa, wote Waarabu sijui nini. Waarabu pia nao ni binadamu, wanafungika vizuri. Al Ahly kaja mara ngapi kwa Mkapa hapa na kafungwa, kashindwa kutoka na ushindi. So it means that wanawezekana na wanaweza kufungwa. Remember that hata uwe mkubwa vipi, kufungika unaweza ukafungika hata kwako. Simeelewa? Kipindi cha nyuma kama unakumbuka, kuna goli lilileta mzozo, goli ambalo lilifungwa South Africa la Aziz Ki. Mamelodi alikuwa shakufa, unaona, kwake, lakini goli likakataliwa, likaambiwa kwamba halikuvuka mstari nini, matatizo kama hayo yakaletwa nini. So it means that kama nguvu kubwa ya wachezaji itatumika vizuri na wakaweza kujaza jihadi ile ambayo inayohitajika, wakakwara pointi zao 9 nyumbani, wakaenda wakatafuta pointi yao moja kwa yoyote, kama kwa JS Kabylie, kama kwa FAR Rabat, kwa Al Ahly, kwa yoyote yule, wakaenda wakakwara pointi zao, wakapata pointi 10. Kama zitaongezeka zaidi, that's not bad, that's good. Inamwekea katika nafasi nzuri sana kwenda kukutana na mtu mwingine katika hatua inayofuata. Lakini pointi ambazo zinaweza zikamfanya ghafla akaenda zake hatua inayofuata ni pointi 10, ambazo pointi 9 zikusanye nyumbani, kwa sababu nyumbani mtu ndio pa kujimwaemwae, uwanja unajaa, mashabiki wako, tofauti na ugenini. Pia wachezaji wa Yanga ni wachezaji gani unahisi watakuwa game changer hasa katika hatua hii ya makundi? Always game changer, always Yanga na kikosi kipana na kikosi kizuri. Ana wachezaji ambao hata kama timu haita perform vizuri, basi kuna mchezaji mmoja ambaye ana uwezo wa kuamua na kufanya maamuzi. Mfano mdogo, kuna Maxim pia Nzengeli, kuna Pacome, kuna Clement Mzize. Hao ni wachezaji ambao wana uwezo wakachange na wakacreate chances na wakaweza kushinda. Lakini pia pale katikati kuna mtu kama Dumbia, ni midfield mzuri sana. Unaona, watu wengi walikuwa wakidhania kwamba Aucho Khalid akiondoka pale katikati patapwaya, lakini kwa upande wangu mimi Dumbia naona kapashikilia vizuri sana. Mmoja kati ya midfield ambaye anafanya kazi kubwa sana, ana create chance nyingi sana. Kama watu wataamua kumtupia jicho na kukaa kumtizama, wataona kwamba mwamba anafanya kazi kubwa sana ku create chances, lakini finishing kidogo haijakaa vile ambavyo inavyohitajika. So kuna wachezaji ambao wapo Yanga ambao wana uwezo wakachange au wakafanya game changer at any time, katika muda wowote ule, na wakaichange na wakafanya maamuzi. Kama we remember mara ya mwisho kukutana Al Ahly pamoja na Young Africans kwa Mkapa, game ambaye aliamua ni Pacome aliamua.
Yanga alikuwa shakufa 1-0, lakini Pacome akaiamua dakika za jioni kabisa, akaweza kuchomoa game ikaisha 1-1. So the Young Africans wana wachezaji ambao wana uwezo wakafanya maamuzi at any time na akaweza kuikomboa timu yao. Kama ningegewa kijiti cha kocha sina ujuzi huo wa kuwa kocha, bado sijafikia au sijaenda kusomea ujuzi huo, lakini kama ningegewa kijiti ningemheshimu kila ambaye niliokuwa naye. Nisingekurupuka kwa kwenda kumwataki tu ghafla, hapana. Ningemheshimu, ningecheza naye kwa heshima kubwa, kwa sababu unaocheza nao ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika bara la Afrika. So ningecheza nao kwa heshima kubwa sana, lakini sio heshima ya kuweza kuninyima mimi matokeo na kusema kwamba nibaki nyuma tu nipaki basi, hapana. Ni heshima ambayo nitacheza kwa uangalifu, lakini nikiwa na mbinu ya kutafuta matokeo, kwa sababu always ukipata magoli mapema kama the way the Young Africans alivyopita, kama unakumbuka alipata goli la mapema sana alipofungwa kule ugenini katika hatua zile za mtoano kuingia group stage. Alipokuja huko akatafuta goli la haraka sana, ili mradi kwanza aweke mzani sawa. That's how many big team they do. Akishaona kwamba huyu ninayecheza naye ni kidogo yuko level kidogo, so nachotakiwa kwanza nimpige goli la mapema, nimchanganye kwanza. Nikishamchanganya sasa, hapo kama nikapata 2, nikipata 3, hapo sasa mimi kwangu hata nikipa kibasi inakuwa tayari ishatoka na matokeo yangu ambayo ni fresh kabisa. So kitu ambacho ningefanya mimi kama ningegewa kijiti cha kocha, ningecheza kwa heshima kubwa, lakini nisingeacha kutafuta matokeo. Matokeo ningeyatafuta tu kilazima, kivyovyote, kusudi niende stage inayofuata, kwa sababu ukipita kwenye grupu kama lile ukiwa na watu na timu kama zile, lakini pia hata kama asingekuwa na kina Asfar Rabat, asingekuwa na kina Ali, asingekuwa na JS Kabli, angekuwa na watu wengine, kupita tu group stage ni faraja. Kama nakumbuka, unalikumbuka group la The Young Africans la msimu uliopita, lakini still The Young Africans hakuweza kufanikiwa kupita, simenelewa. So that's why ndo maana mwanzoni kabisa nikasema kwamba sio kila timu inayoingia group stage ni kwamba ni mdogo, hapana. Timu zote ni giants. Zote zinazofanikiwa kuingia group stage zile ni giants, kwa sababu wale ni wababe ndio walioweza kufanikiwa kufika pale. Kuna wengine ambao wanachukuliwa kama magiants hawajafika pale. Orlando Pirates yuko wapi? Hayupo. Kaizer Chiefs yuko wapi? Hayupo. Ni timu kubwa hizo, unaona, kutoka South Africa, lakini hawajaweza kufanikiwa, unaona. Kwa hiyo kuna timu zipo kubwa ambazo unaweza ukasema hizi ni giants, lakini haya pia tunaweza Wydad yuko shirikisho, hajaweza kuingia pale club bingwa. Okay, achana hivyo. Raja Casablanca hayupo. So unaweza ukaona kwamba wote waliofanikiwa kuingia group stage sio wanyonge, wote ni timu ambazo zimepambana jihadi kuweza kufanikiwa pale. So kila timu itakuja vyake, itakuja kucreate technique zake, ili mradi aendelee na safari, asiishie. Mashabiki wa Yanga wanaonekana kuwa na nguvu kubwa, hasa kwenye kuisupport timu yao. Kwa morali yao, unaona wanaweza kusaidia kwa matokeo timu ya Yanga, hasa kwenye mechi za nyumbani. Morali ya mashabiki siku zote huwa inasaidia sana kwenye game za nyumbani, kwa sababu morali ya mashabiki ikiwa kubwa sana, hata mwitikio wa uwanjani utakuwa ni mkubwa sana, kitu ambacho hiyo ni moja kati ya technique za ushindi. Kwa sababu siku zote hata kama ukiwasikiliza hao wasemaji wanasema kwamba ushindi always unaanzia nje ya uwanja. Mashabiki wameitikiaje hiyo game? Wameitikia kwa ukubwa gani? Game wameitikia kwa full house. That's why hata mchezaji akishinda hashangilii tu mwenyewe tu uwanjani akabaki, anaenda kwa mashabiki, kwa sababu ile ni faraja namba 1 ya kuweza kuwafanya wachezaji wa fight kwa spirit ya hali ya juu. So kama mashabiki tayari washaanza kuwa na morali ya hali ya juu, so hata kwenye mwitikio wao wa kuitikia game
na hakika utakuwa mkubwa ambao ndio utaweza kuwafanya timu yao iweze kuvuka pale group stage kama nilivyosema, na timu yao inaweza ikafanikiwa ikaweza kupata pointi 9, wakaenda kutafutana moja ugenini, wakaweza kufanikiwa wakaenda hatua inayofuata. Chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Hakuna mtu ambaye alikuwa akizania Pyramid atabeba lile kombe. Naona hawakugewa nafasi kubwa sana ya kuweza kulibeba lile kombe, lakini leo hii tunachoongelea hapa, mchezaji ambaye alishawahi kupita katika ligi ya Tanzania yupo kule na medali yake ya kubeba kombe. So hakuna kitu kinachoshindikana chini ya jua, anything can happen. Japokuwa tukija kwenye mikakati na statistics, huwezi ukaipa hai yani ukaipa ukatabiri kwa ukubwa zaidi, ukaitabiria tu direct Yanga anaenda kuchukua. Hapana. Ukiangalia statistics zake, mwisho msimu uliopita alitolewa group stage, msimu nyuma yake alitolewa robo finali, kitu kama hivi. So ukija kwenye masuala ya statistics ya kupima, unasoma kutokana na performance yake ya kila siku aliyokuwa akiifanya katika mashindano haya. So unaweza ukaona kwamba uwezi ukaitabiria direct kwamba atafika finali. Remember that hata kama unakumbuka, hata kipindi anafika finali ya shirikisho nyumbani alipigwa 2-1. Watu wakadhania nini? Game ndio ishaisha, nyumbani unafungwa 2-1. Lakini alipoenda kule akashinda 1-0. Ila akapokonywa kombe kwa nini? Kwa matokeo, kwamba alizidiwa magoli ya ugenini. Unaona? So unaweza ukaona kwamba unaweza ukamsema kwamba bana huyu hatoboi, alafu unakuta anatoboa. Alafu ukamsema kwamba huyu anatoboa, alafu unakuta hatoboi. So let's see the football, let's see the matches ndio zitakazoamua. Tumalizie na fun question. Tukikupa kijiti, chagua kundi ambalo walipangiwa Yanga, ulipe jina la movie au jina la mnyama. Hichi kundi ambalo walipangiwa Yanga ungelipa jina gani kwenye movie pamoja na mnyama? Simba Jike. Grupu zima Al-Hilal alijumlisha Firebird, ndio ningeliita Simba Jike. Unajua porini simba wa kiume anamsubiria mwanamke awinde. Simba mwanamke mara nyingi ndo anawinda. Unaona? Simba mwanamke mara nyingi ndo anakuwa ndo giant. Anawinda sana. So kwa upande wa kama ningegeiwa bwana call it kwa upande wa mnyama ningeliita Simba Jike, lakini ingekuwa kwa upande wa movie ningeita Mission Impossible. Shukrani.